Hali tete baada ya diplomasia ya kimya kati ya Tanzania na Uingereza ambayo imefunika mgogoro wa haki Tanzania. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kilichotikisa si mkutano wenyewe bali ukimya unaozunguka, na katika jiji la Dodoma mazungumzo ya kiwango cha juu kati ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi na ubalozi wa Uingereza yalifanyika kwa lugha ya amani, sheria na usalama. Wakati chini ya uso huu laini taifa linaendelea kushuhudia mfululizo wa matukio yanayoibua maswali mazito kuhusu haki za ubinadamu, matumizi ya vyombo vya dola na mwelekeo wa utawala wa sheria. Ushiriki wa Balozi Marian Young akiwa ameambatana na mkuu wa usalama wa sheria wa ubalozi wa Uingereza Alex Beck pamoja na mkuu wa ofisi ya Dodoma Godfrida Magubo ulionyesha uzito wa kikao hicho, lakini uzito huo unalazimisha uchambuzi mkali. Ni aina gani usalama unaojengwa na kwa nani? Mazungumzo yalielekezwa kwenye kusimamia amani ya nchi, kuimarisha utii wa sheria na vilevile kulinda raia na mali zao. Haya si maneno yaliyosikika mara nyingi katika historia ya Tanzania, hasa wakati ambapo dola imekuwa ikipanua mamlaka yake kwa kisingizio cha utulivu. Waziri Katambi alisisitiza dhamira ya wizara kushirikiana na wadau wa kimataifa ikiwemo serikali ya Uingereza na katika kubadilisha uzoefu, taarifa ya mbinu bora za kukabiliana na changamoto za kiusalama. Kauli hii inasikika ya kawaida katika diplomasia ya kisasa, lakini inapowekwa kwa muktadha wa miaka ya karibuni ya siasa za Tanzania inachukua uzito tofauti. Na katika mwongo uliopita dhana ya usalama nchini Tanzania imepanuliwa kutoka kulinda mipaka ya raia dhidi ya uhalifu wa kawaida hadi kudhibiti mikusanyiko ya kisiasa na vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na hata lugha ya kiraia. Sheria za makosa ya mtandaoni, marekebisho ya sheria za vyombo vya habari na matumizi mapana ya mamlaka ya kiutawala vimeunda mazingira ambapo utii wa sheria mara nyingi umeeleweka kama utii kwa mamlaka, si utii kwa katiba. Ndani ya mazingira haya, mazungumzo ya kimataifa kuhusu usalama yanakuwa na maana pana zaidi kuliko yanavyowasilishwa katika taarifa rasmi. Kikao cha Dodoma kiligusia usalama wa ndani, uimarishaji wa mifumo ya sheria na mchango wa ushirikiano wa kimataifa katika kudhibiti uhalifu unaovuka mipaka. Kauli hizi zinaendana na mwelekeo wa kikanda, hasa Afrika Mashariki ambako masuala ya ugaidi, biashara haramu na uhamiaji usio rasmi yamekuwa hoja kuu za usalama. Tanzania, kama ilivyo kwa majirani zake, imekuwa mshirika muhimu wa kimataifa katika ajenda hizi. Hata hivyo, katika historia ya eneo hili, ajenda za usalama zimewahi kutumiwa kuhalalisha ukandamizaji wa ndani, na ni jambo lililoshuhudiwa katika nchi kadhaa wakati wa operesheni kali za kiusalama. Waziri Katambi alieleza kuwa mazingira ya amani na usalama ni msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, na kauli hii imekuwa muhimili wa sera za serikali kwa miongo kadhaa. Na tangu enzi za chama kimoja, hoja ya kulinda amani imekuwa ngao dhidi ya upinzani mkali, migomo na maandamano, na katika miaka ya karibuni hoja hiyo pia imetumika wakati wa chaguzi zenye utata, kukamatwa kwa wanasiasa wa upinzani na kudhibiti mikutano ya hadhara. Na ndani ya mkondo huu wa kihistoria, mazungumzo ya Dodoma hayawezi kutazamwa kama tukio lililojitenga. Na kwa upande wa Uingereza, Balozi Marian Young alisisitiza kuthamini uhusiano na Tanzania katika maeneo ya usalama, haki na utawala bora. Uingereza imekuwa na historia ndefu ya mahusiano na Tanzania, kuanzia kipindi cha ukoloni hadi ushirikiano wa maendeleo na usalama wa kisasa. Na katika miaka hivi karibuni mahusiano haya yamejikita katika misaada ya kiufundi, mafunzo ya vyombo vya dola na usaidizi wa mifumo ya kisheria. Kauli ya kuendelea kutoa msaada inaakisi mkondo mpana wa sera za kimataifa za nchi za Magharibi, ambapo ushirikiano wa usalama unawekwa sambamba na lugha ya haki na utawala bora, hata pale ambapo hali halisi inatoa picha inayokinzana.
Alex Beck alisisitiza umuhimu wa kushirikiana katika kukabiliana na vitendo vya uhalifu na kuimarisha mifumo ya usalama inayozingatia sheria na haki za binadamu. Hapa ndipo mgongano mkubwa unapoibuka. Katika ripoti nyingi za mashirika ya haki za binadamu, Tanzania imekumbwa na lawama kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi, kukamatwa kiholela na mazingira finyu kwa uhuru wa kujieleza. Ushirikiano wa kimataifa, usalama bila uwazi na uwajibikaji una hatari ya kuimarisha mifumo hiyo badala ya kuirekebisha. Godfrey Magubo alieleza jukumu la ofisi ya Dodoma kama kiungo cha uratibu wa shughuli za ushirikiano. Dodoma kama makao makuu ya serikali imekuwa kitovu cha maamuzi ya kisera yanayogusa maisha ya mamilioni. Uhamisho wa shughuli nyingi za serikali kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma uliambatana na ahadi ya uwazi na ufanisi, na hata hivyo, kwa wachambuzi wa masuala ya siasa, mji huu pia umegeuka kuwa alama ya mkusanyiko wa madaraka ambapo maamuzi makubwa yanafanyika mbali na macho ya umma. Kikao hiki kimetajwa kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha diplomasia ya usalama na mahusiano ya kirafiki kati ya Tanzania na Uingereza. Lakini diplomasia ya usalama si neno tupu, ni mtandao wa mikataba, mafunzo, kubadilishana taarifa na teknolojia ambao unaathiri moja kwa moja namna dola inavyofanya kazi. Na katika mazingira ambapo mifumo ya ndani ya uwajibikaji ni dhaifu, diplomasia hii inaweza kuwa upanga wenye makali mawili. Historia ya Tanzania inaonyesha mabadiliko ya namna dola inavyotumia lugha ya usalama, kuanzia enzi za Azimio la Arusha ambapo usalama wa taifa uliunganishwa na usawa wa kijamii, na hadi enzi za soko huria ambapo usalama umefungamanishwa na uwekezaji wa utulivu wa kisiasa. Dhana hii imekuwa ikibadilika kulingana na maslahi ya watawala, na katika miaka ya karibuni mabadiliko haya yamekuwa ya kasi, yakisukumwa na siasa za ushindani, hofu ya upinzani na shinikizo za kimataifa. Na katika kanda ya Afrika Mashariki, Tanzania imekuwa ikijipambanua kama kisiwa cha utulivu. Taswira hii imekuwa muhimu kwa diplomasia na uchumi. Hata hivyo, utulivu huu mara nyingi umegharamiwa na kupungua kwa nafasi ya mjadala wa wazi. Mashirika ya kikanda na ya kimataifa yamekuwa yakitoa kauli za tahadhari kuhusu mwelekeo wa demokrasia nchini, huku wahisani wakisawazisha kati ya kulinda maslahi yao na usalama wa kudai mageuzi ya kisiasa. Mazungumzo ya Dodoma yanakuja katika kipindi ambacho Tanzania inajiandaa kwa mchakato muhimu ya kisiasa na kiuchumi. Na katika nyakati kama hizi, ushirikiano wa usalama unakuwa nyeti zaidi. Bila uwazi, unaweza kutafsiriwa kama baraka ya kimataifa kwa sera za ndani ambazo zinapingwa na sehemu ya jamii. Hii ndiyo changamoto kuu ya diplomasia ya kisasa, mstari mwembamba kama kati ya ushirikiano halali na kuhalalisha hali isiyo ya haki. Kwa raia wa kawaida, maneno ya amani na usalama yana maana ya maisha bila hofu na bila kukamatwa ovyo, bila kunyimwa sauti. Lakini uzoefu wa kila siku wa baadhi ya Watanzania umejaa simulizi za tofauti, na hapo ndipo pengo kati ya lugha ya diplomasia na uhalisia wa chini linapojitokeza. Ushirikiano wa kimataifa unapotajwa kama mafanikio, ni lazima uhojiwe kwa kipimo cha matokeo yake kwa haki na uhuru wa wananchi. Na mwisho wa yote, kikao cha Dodoma si tukio dogo la kiitifaki, ni ishara mwelekeo, ishara ya vipaumbele na ishara namna nguvu zinavyopangwa ndani na nje ya nchi. Kimya kinachozunguka kina uzito wake, na kimya hicho kinaweza kuwa kisingizio cha kuendelea kwa hali ilivyo, au kinaweza kuwa mwanzo wa mjadala mpana zaidi kuhusu mustakabali wa utawala wa sheria nchini Tanzania. Hatima ya taifa hili haitategemea tu mikutano ya ngazi za juu au ahadi za ushirikiano. Itategemea ujasiri wa kukabiliana na ukweli, uwezo wa kutenganisha usalama wa kweli na hofu iliyopangwa, na dhamira ya kuhakikisha kuwa amani haijengwi juu ya kukandamiza sauti za raia. Ukimya, hofu na kutojali vina gharama, na gharama hiyo inalipa polepole lakini kwa uhakika, na kizazi kijacho kitaishi na matokeo yake.
Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.